Kuzaliwa ni kujitambua. Kuzaliwa mara ya kwanza, unakumbuka hasa hizo sehemu mbili hizo ndio tunazaliwa. Unakumbuka tumezaliwa na Adamu, kule tunazaliwa na Kristo. Sasa kwenye kila kitu tutakachozungumza wewe unaona hiyo. Kwamba ukiona mtu anaomba ukiona hivi mbona kwa kuzaliwa kwenye haya, ndugu zangu, au nyinyi mlishaikuta siku moja watu wanaomba haya, kuna labda kwenye kanisa au kusanyiko fulani ambalo wanajiita wanaomba, Baba tunaomba hatia, Baba tunaomba kifo, Baba tunaomba magonjwa, Baba tunaomba laana, Baba tunaomba wasiwasi, Baba tunaomba hatari, tunaomba kushindwa, Baba tunaomba dhambi, tunaomba umaskini, tunaomba chuki. Ulishaikuta watu waombi? Mbona sasa vitu vinawapata hawa watu, tena wanajiita Wakristo na wanapatwa na hivyo vitu, halafu wanapatwa navyo bila maombi. Kwa hiyo kwa kuzaliwa tu hivi unalipwa keshi hivi, hauombi kwa kuzaliwa tu unayo. Haya, kwa nini kama tunasema tumezaliwa mara ya pili vya huku vile vya kuomba? Hamuoni kutakuwa na upendeleo? Yaani vya huku visiwe vya kuomba, halafu vya huku vile vya kuomba. Yaani kwa kuzaliwa huku kwenye kifo hatuombi hivi na tunavipata bila maombi. Haya, leo tumezaliwa huku, vya huku tunaomba. Sasa angalia, chukua hii. Ukiona mtu anaomba hivi, ujue yuko kwenye hivi. Ukiona mtu anaviomba hivi, ujue hivi sio vyao, huku sio kwao. Kwao ni huku. Ana hivi kwa anaomba hivyo. Sasa hivi kule hivyo, vile vya kule haviji huku kwa maombi. Zaliwa kwenye hivyo kama huku ulikozaliwa vilipo hivyo. Sasa kuzaliwa tukasema ni kujitambua. Kuzaliwa mara ya kwanza na Adamu wa kwanza, kuzaliwa mara ya pili na Adamu wa pili. Nimeshazungumza hapo, nafikiri tutafika wiki ijayo, na Jumapili hii huenda tutakuwa kwenye kilele cha kuzungumzia asili zao, jamii zao, mawazo yao na kila kitu. Kwenye kila Adamu wa kwanza, asili yake na vitu vyote vinavyohusiana na yeye, kuzaliwa kwake. Kwa hiyo tutawa display Adamu wa kwanza na matokeo yake na Adamu wa pili na matokeo yake. Sasa wewe ambaye uko hapa sasa hivi unanisikia, unajireflect wewe mwenyewe kwa unavyoviona, ambako kunatokana na kuzaliwa kwako wewe. Hivi ulishaikuona uko mahali halafu watu hawakujui kama wewe ni kabila hilo, halafu kaona jamaa wanapiga hapa Kisukuma, wewe uko pale, wewe hawajui wewe ni kabila hilo, halafu wanapiga Kimombo, halafu wakati mwingine wanazungumza vitu visivyo sawa, wakati mwingine wanakuteta hata wewe. Unasikiaje? Sasa kila unachokiona ni wewe ulivyo, unajireflect. Haleluya. Huoni nje kuja ndani, bali unaona ndani kwenda nje. Hutafsiri nje kuja ndani, bali tunatafsiri ndani kwenda nje. Wewe ni ndani unayetoka nje kupitia matendo na maneno. Macho ni kioneo, macho sio kitafsirio. Ulivyo ndani ni jicho unalotumia kuonea watu na vitu, ni tafsiri ya ulivyo ndani. Unajireflect kwa unavyoviona uko ulivyo, kutokana na unavyoona uko hivyo. Ndio maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, Mithali 23 mstari wa 7. Huoni ilivyo, unaona ulivyo. Huoni yalivyo, unaona mambo ulivyo. Nje yote inatoka ndani. Unatazama mawazo yako kwenye umbo fulani. Fikiria, ujiguse wazo lako kupitia umbile fulani. Tazama, hata ulichokishika mkononi mwako sasa hivi ni wazo aidha lako au la mtu mwingine. Kwa hiyo tambua, vitu vyote vya mti wa kifo unavyoviona, vyote vinatokana na binadamu, vimeshikana na binadamu, vipo kwa uwezo wa binadamu, na msingi wa huo upili ni Adamu mwenyewe, mzizi wa shina la kila binadamu anayezaliwa hapa ulimwenguni. Ndio maana Matendo ya Mitume 17 mstari wa 26 inasema alifanya kila taifa la mwanadamu kutokana katika mtu mmoja. Vivyo hivyo
Vyote unavyoviona vya mti wa uzima vinatokana na bini Mungu, vimeshikana na bini Mungu, vipo kwa uwezo wa Mungu, na msingi wa huo ubini ni Kristo mwenyewe, mzizi wa shina la kila Mkristo. Haleluya! Kwa hiyo wewe ukitazama unaona mambo mazuri au mambo mabaya, hiyo ni mitazamo miwili ya aina ya mahali pawili ambapo pote unakuwepo kwa kuzaliwa na kunawakilishwa na Adamu wawili. Msingi mwingine hakuna mtu anaweza kuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yaani Kristo. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 11. Lakini kwenye Wakorinto hiyo hiyo wa kwanza sura ya 11 sura ya 10 mstari wa 4 na Mithali 7 mstari wa 24. Kwa vyote unavyoviona vya mti wa uzima vimeshikiliwa. Ndio maana wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo kuna wana wa Mungu na kuna wana wa binadamu. Sasa watu wanapokataa, mimi siwezi kuwa mtakatifu, halafu utasikia wewe, wote sisi ni wanadamu. Yaani unapojitambulisha mwanadamu, ina maana unajitambulisha wewe ni mwana wa Adamu. Maanake wewe ni mtu ambaye umezaliwa kwenye mti wa kifo. Wewe ni mtu ambaye umeanguka, mwana wa Adamu. Lakini wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Wana wa Mungu sio wana wa Adamu. Ubini umebadilika. Kwa hiyo tunapozungumza kuzaliwa mara ya pili, hatuzungumzii wewe kuzaliwa kutoka Msukuma wewe Mkuria, au Mgogo wewe Mngoni, au Mchaga wewe Mhehe, au Mdengereko uwe Muha. Hapana, tunazongea kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa kutoka binadamu na kuzaliwa uunguni. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hao ni wana kwa maana ya asili, ni wana wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 9, kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi kwa sababu uzao wake Mungu unakaa ndani yake, wala hakiwezi kutenda dhambi kwa sababu kimezaliwa kutokana na Mungu. Ni mbegu asili. Kilichozaliwa kina asili ya mbegu iliyokizaa. Kwa kuzaliwa tu, asili haikuliwi. Mwana wa mbwa ni mbwa, mwana wa nyoka ni nyoka, mwana wa mtu ni mtu. Mwana wa Mungu ni Mungu kwa kuzaliwa, sio kwa kutenda. Je, unajua Adamu sio binadamu? Adamu ni mtu aliyeumbwa na Mungu kwa mfano. Mwanzo 1:26, bila dosari yoyote. Methali 7 mstari wa 29, Mungu alimuumba mtu mnyofu, mwenyewe amejitafutia matatizo. Je, unajua Kristo sio Mkristo? Ni neno uzima, aliye chanzo cha uhai, ni muumbaji wa vyote. Yohana sura ya 1 mstari wa 3, vyote vilifanyika kwa huyo. Wakolosai 1 sura ya 16 hadi 18, yeye ndiye chanzo cha uhai. Hana tofauti na Mungu, ni cheo chake. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 7, hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Lakini Wakolosai 2 mstari wa 9, ndani yake Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili. Kuanguka, Mwanzo sura ya 3 hadi mstari wa 6 hadi wa 7. Kulitokea tu pale Adamu alipojiona alikuwa tofauti na Mungu, ndo akawa tofauti. Hivyo hata wewe sasa hivi unakuwa umeanguka tu pale umejitambua wewe uko tofauti na Mungu. Ni pale tu umejitofautisha naye. Pamoja na kwamba Adamu alikuwa mfano, ila hakuwa na utofauti wowote kiwazo. Mungu anasema kwenye Mwanzo 2 mstari wa 19, alimletea vitu akasema viite majina unayotaka, na ikawa hivyo. Kabla ya yeye kujitofautisha na kisha akakimbia, hakuwa na tofauti yoyote. Kuinuka kwetu leo, tunainuka. Kuinuka kwetu leo kupo tu pale tumejiona mawazoni wetu bila tofauti na Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17, yeye aliyeungwa na Bwana ndio pamoja naye. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 17, yeye aliyeungwa na Bwana. Inasema kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Sasa
Kwa sababu hiyo juzi tukasema kuzaliwa na kujitambua, na tukasema kuzaliwa ni nini na kujitambua ni nini. Tukasema kuzaliwa ni kuanza kuwepo au kuingia katika hatua mpya ya uwepo. Tukasema kimwili kuzaliwa ni kutoka tumboni mwa mama, ni kuonekana au kudhihirika katika mazingira tuliyozaliwa. Jambo la pili, kujitambua ni nini? Tukasema ni uwezo wa kujua, kujielewa binafsi kwamba mimi nipo. Ni hali ambayo mtu anaanza kujijua yeye ni kitu gani, kujitofautisha na wengine na vingine, uwepo wake hasa yeye mwenyewe binafsi. Kujitambua ni uwezo wa kufahamu kwamba mimi ni huyo. Ni hali ambayo nafsi anaanza kujijua yeye ni nini. Ina maana yeye ni nafsi. Alitokana na nini? Alitokana na Adamu. Kupitia wapi? Tumboni mwa mwanamke, mwa mama. Alianzia wapi? Mawazoni mwa Mungu. Mfano, mtoto mchanga anaweza akawa amezaliwa, lakini akawa bado hajafikia kiwango cha kujitambua kikamilifu, lakini kwa kadiri atakavyokuwa ataanza kusema mimi ni kitu fulani. Huwa ameanza kujitambua alipo tayari, kwa maana ya jinsia, upekee wake ukilinganisha na wengine, tofauti ya kuzaliwa na kujitambua. Kifupi, kuzaliwa ni kuanza kuwepo katika maisha. Kujitambua ni kuanza kufahamu uwepo wako. Hivyo binadamu anazaliwa, anaanza kuwepo, anajulikana, ili hali yeye bado hajijui. Kisha baadaye huzaliwa mwenyewe kwenye yeye mwenyewe kujitambua binafsi alivyo na alipojitambulia. Kuzaliwa humleta mhusika mahali husika. Kujitambua humfanya mhusika ajijue yeye kwamba yupo alipo, awareness yake